Ripoti za watoto kupotea zimeendelea kuripotiwa nchini huku familia zaidi zikiendelea kuwatafuta watoto wao. Katika mtaa wa Kayole hapa jijini Nairobi, familia moja inamtafuta mtoto wao wa miaka 17 huku familia nyingine ikipata afueni baada ya pacha waliokuwa wamepotea kupatikana baada ya majuma mawili. Ode Francis na taarifa zaidi. Visa vya watoto kupotea eneo la Kayole vimezidi kuzua maswali chungu nzima. Ukitembea kituo cha polisi cha Kayole, picha hizi za watu waliopotea zinakukaribisha, wengine wakiwa vijana, watoto na hata wazee. Ramzi Karani, mtoto wa miaka 17, alitoweka mtaa wa Kayole na hadi sasa familia inaendelea kumtafuta. Hii ndio first time hajaitoka kwa nyumba, hata atokangi kwa nyumba, anakaanga tu kwa nyumba, futanga tu hatujai muona. Naomba usaidizi, mwenye atampata atupigie hiyo namba ama tupelekee station yeyote. Mtaa wa Umoja, mamake Precious Nazenel ametabasamu baada ya kukosa usingizi kwa wiki 2, kuunganishwa tena na wanawe kukimpa uhai. Mtoto alipotea nilikuwa mgonjwa, lakini walikuwa kwa plot. Sasa ile kurudi normal siko wapata. So nimetembea nimekuwa na ubizi, sijaiwapata. So kwa leo ndio nimewapata. Nimefurahi, imekuwa ngumu sana. Pacha hawa wangali katika kituo cha polisi cha Kangemi baada ya kuripotiwa kupotea kutoka mtaa wa Nyamavila, eneo la Kayole. Si hayo tu, wazazi katika eneo la Eastlands pia wanahofia usalama wa watoto wao. Kuna visa mingi zimenifikia, wamama mtaani wanalia. Kuna kijana ambaye anapotosha watoto wao. Visa moja ni kama kuonyesha picha vya ngono. Na hii tunaona si kitu mzuri sana juu watoto wengi wanapotelea hapo. Watu walilalamika wakasema picha za watoto wetu zimewekwa kwa simu ya huyo jamaa. Polisi akachukua hiyo simu, akaona, kufungua tukaambiwa tuangalie watoto wetu kama tutaona. Mimi niliona mtoto wangu. Kozi picha za watoto unakaa nazo kwa nini kwa simu yako almost 301. Matukio haya yakijiri wakati ambapo hata serikali imeelezea wasiwasi na idadi ya zaidi ya watoto 10,000 waliopotea tangu mwisho wa mwaka jana. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.